Niite Lovera, binti wa kwanza kabisa kwenye familia yenye watoto watatu. Watu wengi walizoea kuniita Lolo kwa kufupisha jina langu, na nilikuwa nikipenda mno kuitwa hivyo. Wazazi wangu walifariki nikiwa na umri wa miaka 22, walifariki kwa ajali ya gari na hawakuwa peke yao. Walikuwa na mdogo wangu wa kiume ambaye baada ya kuzaliwa mimi anafuata yeye. Ajali ya wazazi wangu ilikuwa kubwa sana, hivyo hakupona hata mmoja. Hata mdogo wangu alifariki. Kifo cha wazazi wangu kilipelekea anguko kubwa sana kwangu na kwa mdogo wangu wa mwisho ambaye mama alimwacha akiwa na umri wa miaka 5 tu. Siku ya maziko ya wazazi wangu nilihisi kama dunia imeniangukia. Niliona kama nimebeba kitu kizito ndani ya mwili wangu ambacho kinanifanya nashindwa kusonga mbele. Baada ya yote, baba mkubwa, yaani kaka wa baba yangu, ndo alibakiziwa malezi yangu mimi na mdogo wangu. Nashukuru Mungu kwa kipindi hiko nilikuwa nimemaliza chuo na nilikuwa nahangaika kutafuta kazi tu. Mwanzoni baba mkubwa aliishi na sisi kwa amani sana. Jamani, mpaka nikaona kuwa hata kama nimepoteza wazazi, lakini pia ni mzazi bora kwangu. Baada ya siku kwenda, tabia za baba zilibadilika sana. Hali yote ilikuwa ni kwa ajili ya mali ambazo aliacha baba. Baba mkubwa alihofia kuwa alinihofia sana kwa anaweza kuzichukua mali na kuzimiliki mwenyewe, kwani mimi mtu mzima na nina haki ya kulinda mali za baba yangu. Baba mkubwa alianza kunifanyia visa vya kila aina, kutunyima chakula, kila kitu. Muda mwingine mimi na mdogo wangu Levi tulikuwa tukilala nje kutokana na kufukuzwa nyumbani. Majaribu hakuniacha salama. Yalikuwa yananifuata kila kona, kwani mdogo wangu Levi alikuwa mgonjwa leukemia, ugonjwa ambao una gharama kubwa sana na kumpelekea Levi kuzofu kiafya. Baba mkubwa ndio alizidi kutuchukia. Alikuwa na pesa za baba, lakini hakutaka kutusaidia hata kidogo. Baba, hali ya Levi inazidi kuwa dhaifu sana. Naomba nisaidie kumuuguza, japo hata nimpeleke hospitali apate uangalizi mzuri. Una kichaa wewe? Au mimi sio baba yako? Sawa, alafu usinisumbue. Hata hivyo natoka, nikija nisikukute hapa. Mbebe vilago vyenu, alizungumza baba mkubwa kwa hasira sana. Nilibaki nikilia tu. Sikuamini kama baba mkubwa angeweza kunifanyia vitu kama hivyo, maana enzi za uhai wa baba alikuwa akinijali mno, na ndio maana ndugu alimwamini na kunikabidhi kwake. Majira usiku, baba mkubwa alirudi kwenye mizunguko yake akiwa amelewa sana, na hapo akaanza fujo baada ya kutukuta tukiwa bado hatujaondoka, na alishatuambia tuondoke. Baba mkubwa alitufukuza kabisa tukiwa na mabegi yetu. Hakujali kwamba Levi alikuwa akiumwa au nini. Majira usiku sana, niondoka nikiwa na mdogo wangu nikiwaza nitaenda wapi. Baada ya kuwaza sana, niliamua niende kwa mpenzi wangu Renan ambaye alikuwa amepanga geto moja. Alikuwa akiishi mwenyewe. Nilifika tukiwa tumechoka sana, kwani safari ilikuwa ndefu. Hatukuzumia usafiri wote kutokana na hatukuwa na pesa ya usafiri. Niligonga hodi kwa muda mrefu sana, na baada ya muda mpenzi wangu alifungua mlango kwa huzuni na kilio. Nikamkumbatia. Cha ajabu, alinisukuma kwa nguvu mno. Msukumo ule ambao ulikuwa ni wa ghafla sana. Nilijikuta nikianguka chini kama mzigo. Nikaendelea kushangazwa na tukio hilo. Alikuja mwanamke mwingine, alitoka kwenye chumba cha Renan. Hapo nilijua kuwa Renan alikuwa akinichiti. Niliumia sana. Nilihisi kila kitu kimenilemea. Renan alinifukuza kama mbwa, na sio kunifukuza tu, akanipiga akidai kuwa mimi sio chaguo lake. Baada ya kulia kwa muda mrefu, nilichukua simu na kumpigia shoga yangu ambaye nilisoma naye chuo, lakini yeye alibarikiwa na alipata kazi, hivyo
alikuwa anajitegemea. Baada ya kumpigia simu na kumuuliza hali halisi, hakupoteza muda. Baada ya muda mfupi alifika nilipo akiwa na bajaji. "Oh baby, no. Usilie kipenzi, usilie. Lolo wangu," alizungumza rafiki yangu Rita. Yaani nikwambie ukweli, rafiki yangu Rita ni mtu mwenye upendo sana. Yaani ana upendo sana. Nilijikuta nikianza kulia zaidi. Mwisho yote tukapanda bajaji na kwenda nyumbani kwake. Asubuhi ya saa 11 nilikosa usingizi kabisa. Niliamka na kuanza kufanya usafi. Yaani nilikuwa na mawazo sana juu ya maisha yangu, juu ya mdogo wangu, sijui itakuwaje. Majira ya saa 2 shoga yangu aliamka na kuanza kujiandaa kwa ajili ya kwenda kazini. Nilimwandalia kifungua kinywa. "Shoga yangu, sinywagi chai asubuhi mwenzio, ila kwa kuwa umenipikia kwa ajili yangu, wacha ninywe tu," alizungumza Rita ambaye alikuwa ni mwongeaji sana. "Baada ya yote Lolo, nataka ujisikie kuwa uko nyumbani, sawa? Wewe na Levi ni familia yangu. Nyinyi ni watu wangu. Chochote kwa ajili yangu tu, sawa?" Rita alinipa maneno mazuri sana na kujikuta nikilia upya. Huyu dada, Mungu ambariki sana. Ilipita wiki nzima nikiwa siku ya Jumapili tulikuwa tumekaa nyumbani tunapiga story na kucheka. Mimi ghafla Rita alistuka na machozi kwanza kumtoka. "Rita, nini? Shida nini? Unanistua ujue?" Ndimuuliza Rita. Akaniangalia kwa makini kisha akanikabidhi simu yake haraka. Nilichukua na kuangalia nini kinaendelea. Nilistuka zaidi baada ya kusoma barua ile ambayo ilitumwa kwa njia email. Ng'ombe wa maskini hazai. Barua ile ilikuwa ni kwa ajili ya Rita. Yaani ilieleza kuwa Rita ameachishwa kazi, kwani kampuni walikuwa akifanya kazi amepunguzwa na Rita akiwa mmoja wapo. Leo na kweli dunia ina huruma. Yaani kwenye matatizo kunaongezeka tatizo. Ingawa kulikuwa naumia sana. Na rafiki yangu alikuwa naumia. Sikuacha kumpa moyo rafiki yangu. "Lolo, nawaza tutaisije hapa, nawaza maisha yatakuwaje bila kazi. Vipi kuhusu matibabu ya Levi? Tutamuuguzaje jamani?" Rita alilia mno, lakini hakukuwa na namna zaidi ya kupambana kivingine. Nilianza kuingia kwenye makampuni mengi, nikaanza kazi, lakini pia Rita hakukaa kizembe, naye pia aliingia huku na huku kutafuta kazi. Mungu mkubwa, niliweza kuita kwenye kampuni moja kubwa sana ya biashara kwa ajili ya interview. Nilijiandaa vilivyo na siku ya interview nilifika mapema zaidi. Kwa kuwa nilikuwa mara yangu ya kwanza kufanya interview, nilikuwa naogopa na kutetemeka sana. Sikuwa peke yangu. Tulikuwa kama watu 6 hivi, alafu kila mtu alionekana kuwa amejiandaa vilivyo. Yaani nilikuwa na wasiwasi mno. Baada ya kukaa sana, nilisikia jina langu likiitwa. Nikijiandaa kwenda kwenye chumba cha interview, mimi sasa na wengi langu, nikajikuta nikitetemeka na kuangusha faili yangu ambayo ilikuwa na taarifa zangu. Haraka nikaanza kuokota. Muda huo alikuja mkaka fulani hivi. Gentleman, mkaka huyo alinisaidia kuokota karatasi zangu huku akizipanga vizuri. "By the way, I am Kenny. Kenny, ukipenda niite Kenny," alijitambulisha mkaka huyo huku akinipatia mkono. Kabla sijajibu jina langu liitwa mara ya pili. Hivyo nilimwacha na kuingia kwenye chumba cha interview. Interview ilifanyika. Nilirudi nyumbani nikiwa na wasiwasi sana, ukizingatia nilikuwa nafanya interview basi na kujiamini. Hiyo ilinifanya niogope zaidi. Usiku wa siku hiyo ulikuwa mbaya sana, ambapo mdogo wangu Levi hali yake ilizidi kuwa mbaya, na ukizingatia nilikuwa sina hata hela kumpeleka hospitali. Rafiki yangu akashauri twende hospitali hivyo hivyo.
wao ndo watajua atatusaidiaje kuliko kukaa na mtoto nyumbani ikiwa hali yake sio nzuri. Basi haraka tukapata bajaji ambayo ilitusaidia kumpeleka Levi hospitali. Tulipokelewa na kupatiwa huduma ya kwanza ambayo kwa namna moja ama nyingine iliweza kumsaidia Levi akakaa sawa. Rafiki yangu Rita alikuwa na pesa kidogo, hivyo tulipopatiwa bili aliweza kulipa na kumlea Levi baadhi ya dawa ambazo zingeweza kumsaidia kwa muda. Sijui niseme nini rafiki yangu, lakini you are the best. Nilimwambia Rita, usijali, leo kwangu kesho kwako. So niko bega kwa bega na wewe kipenzi changu. So unajua vile nakupenda, alizungumza Rita akiwa na tabasamu pana usoni mwake. Usiku huo tuliruhusiwa tukarudi nyumbani. Hali ya Levi iliendelea kuwa nzuri. Ilipita wiki 2 basi na kutafutwa na ile kampuni ambayo iliomba kazi. Nilijikuta tu nikikata tamaa na kuanza kutafuta kazi nyingine. Siku hiyo nikiwa sina hili wala lile, nilikuwa mtandaoni tu nikiperuzi. Ghafla nikaona ujumbe umeingia kwenye email yangu. Kwa kuwa nilikuwa na shauku, nikaingia kuangalia. Nilifurahi kuona kuwa ni ile kampuni ndio imenitafuta. Ilikuwa na maelezo mazuri kabisa yalojitosheleza na kuwa walikuwa wamenipatia staki ya kufanya mbele ya wafanyakazi wengine na mabosi. Nilimuonyesha rafiki yangu Rita ambaye alifurahi sana. Shoga yangu, fanya kweli. By the way, ulikuwa unatuburusa shuleni na hapa ufanye hivyo hivyo. Uhakikishe kabisa unafanya vizuri. Fanya kwa maridadi wa hali ya juu. Najua huko ndo utafanya vizuri zaidi sababu unapata mshahara. Nilikuwa kweli na rafiki, yani rafiki aliyejali furaha yake. Rafiki ambaye matatizo yake niliyabeba na matatizo yangu yalibeba. Rafiki ambaye alikuwa anafurahi nikifurahi pia. Yani tulikuwa tukifurahi wote pamoja. Kweli Rita alikuwa na moyo wa kipekee sana. Nitumia muda wangu vizuri kabisa kuandaa kazi zangu na kuiweka kwenye flash yao, kwani nisingeweza kutembea na laptop. Sijajua taratibu ofisi yao ikoje. Siku husika nilifika nijiandaa na siku hiyo nilipendeza mno. Nilivaa kiofisi kabisa, yani kana kwamba nilikuwa nimeajiriwa vile. Nilifika ofisini kwa wakati. Nilikaa mapokezi kwa ajili ya kusubiri kuitwa ndani. Ajabu, ni mimi tu ndo nilikuwepo ndani. Yani wale wote 6 tuliofanya interview nilikuwa mimi peke yangu. Karibu Lovera. Ndo tunaandaa ukumbi kwa muda. Ukifika tutakuja kukuchukua, so stoke nje hapa, alizungumza sekretari wa ofisi hiyo. Sawa, nikajibu. Niliendelea kusubiri huko nikishangaa huko na huko. Muda huo alikuja mkaka ambaye kwa siku ya kwanza alijitambulisha kwangu na kusema anaitwa Kenny. Oh, mambo, beautiful. Kenny alinisalimia. Poa, za kwako? Nilijibu kwa tabasamu pana. Salama. By the way, umependeza siku ya leo. Nisingeweza kukukumbuka kabisa. So beautiful. Asante. Nilitika huku nikiangalia chini, kwani nilikuwa naona aibu sana kumwangalia machoni kwa jinsi ambavyo alikuwa akiongea na mimi. Ukunitajia jina lako siku ile. I am Lovera. Ila unaweza kuniita Lolo. Wow, jina zuri kama wewe mwenyewe. Wote kwa nini Lolo na sio Love? Hata mimi sijui kwa nini baba yangu alikuwa akiniita hivyo. So nimezoea tu kuitwa hivyo. Kenny aliniangalia. Aliangalia saa ambao nilikuwa nimevaa mkononi. Kisha akaendelea kuniuliza maswali mengine mengi ambao niliona kama yananikera tu, ukizingatia nilikuwa na wasiwasi sana siku hiyo. Baada ya muda sekretari alikuja, alimsalimia Kenny kwa heshima zote, yani kisha akaniomba tuongozane. Nilimwaga Kenny na kuondoka. Nilikuwa naogopa sana, yani huko natembea niliona kabisa natetemeka. Nilifika kwenye ukumbi mkubwa sana ambao uliandaliwa kwa ajili yangu. Nilijikuta wafanyakazi wote wamenigeukia kuniangalia. Sekretari alionyesha sehemu ya kukaa, kisha akasogea mbele kwenye ubao ule wa kisasa na kuanza kuzungumza. Karibuni sana.
Asanteni sana kwa kuitikia wito. Kwanza kabisa, tuko hapa kwa ajili ya kumpokea Lovera kama mfanyakazi mpya, lakini cheo chake tutapatiwa na bosi. Ukiachana na hayo, tupo kwa ajili ya kushuhudia kazi zake. Karibuni sana wageni. Kwanza, kikao hichi kitahudhuriwa na presidenti, na vice presidenti, na junior bosi. Kwanza nilivyosikia mambo ya presidenti na vice, nilichanganyikiwa yani. Niliwaza rais wa nchi. Nikamsogelea mtu aliyekuwa jirani yangu. Mimi nikamuuliza, anamwongelea rais wa nchi gani huyu? Oh, ni rais wa ofisi. Hapa ni kuna baba ambaye ndo rais wa ofisi, yani mmiliki. Alafu kuna vice president, ni mtoto mkubwa wa huyo baba. Na junior bosi ni kijana wake mdogo. Wao, nilishusha pumzi zito. Nikiwa najaribu kuweka akili yangu sawa. Yani akili ambayo ilisha panic baada ya kusikia mambo ya rais. Muda huo waliingia watu watatu ambao ni baba mtu mzima, wakaka wawili ambao walilingana hivi. Mmoja kati yao wakaka kwa mwingine bali alikuwa ni Kenny. Macho alinitoka na kujikuta nikipata wasiwasi zaidi. Kenny alikuwa akiniangalia tu na kutabasamu. Basi ukumbi mzima ulisimama. Mimi na wengine nikasimama, maana aliona ni utaratibu wao. Mungu, nipe nguvu. Nini hiki? Mbona kama naenda kutoa aibu? Mimi nilizungumza kimoyomoyo. Baada ya muda tukakaa chini. Akasimama yule mzee na kujitambulisha kwa yeye ni mmiliki wa kampuni. Naitwa Mr. King. Akasimama kijana yule mwingine ambaye alitambulisha kusema kuwa yeye ni Mr. Bossy. Kisha akasimama Kenny ambaye hakuacha kuniangalia. Nijikuta nikipata aibu tu. I am King au Kenny. Cheo changu ni junior bossy. Karibu sana Lovera. Mr. Bossy alimwangalia sana Kenny, ambapo Kenny kwa haraka akakaa chini. Hapo niliweza kujua kuwa Kenny ndio mtoto wa mwisho kabisa kwa Mr. King. Ilifika muda ambao nilisimama na kwenda kutoa mazungumzo yangu. Nilikuwa nikiogopa sana, lakini nilipokumbuka kuwa hiyo ndo kazi, ndo kila kitu kwangu, nilijikuta tu nikipata confidence ya hali ya juu. Nilisogeza pochi yangu na kutoa flash ambao nikiwa niendelea kuhangaika pasi na kusema kitu. Kenny aliinuka kwenye kiti chake na kuniuliza, unatafuta hii? Niligeuka na kuangalia, nikashusha pumzi zito baada ya kuona ameshika flash yangu. Uliacha pale mapokezi pasi na kujua, alizungumza Kenny na kunikabidhi. Nilichukua kisha nikaomba radhi kwa watu wote kwa muda wao na muda uliochelewesha kwa muda ule. Nikaanza kuonekana kwenye ubao. Nilieleza kila hatua. Niliamini kabisa kuwa nimefanya vizuri, kwani Mr. King alikuwa akitikisa kichwa chake kuonesha kuwa amekubaliana na mimi. Nilimaliza pale makofi yalikuwa mengi sana kwa kila mtu, isipokuwa Mr. Bossy ambaye alinikazia macho akiwa na sura serious sana. Mungu mkubwa, nilipata kazi na cheo changu kilikuwa cha kueleweka sana, ambacho mshahara pia ulikuwa mzuri na mkubwa mno. Siku hiyo nikabidhiwa ofisi ili kuweza kupitia mambo ambayo yalitendeka hapo nyuma kabla ya hili kuweza kujua nitaanzia wapi. Siku ilikuwa ndefu sana siku hiyo. Njaa ilikuwa ikiniuma mno. Sikuwa na pesa kununua hata kikombe cha chai nyie. Nikiwa busy kupitia mafaili, alikuja Kenny akiwa na take away ya chakula na juisi ya matunda. Oh, sorry, naona uko busy sana. Ukuweza kufuata hata chakula? Ni kazi tu, lakini hata hivyo nilikuwa najiandaa kuagiza pizza. Hata hapa nisingekusumbua, nilidanganya. Kumbe sina hata 100. Kwani uagize ikiwa chakula kinapikwa hapo ofisini? Alizungumza Kenny kwa shauku. Nikauliza, kwani chakula bure? Ndio. Nilifurahi kimoyomoyo, nilitamani kurukaruka, lakini niliona aibu. Madam, usipate shida, chakula bure kabisa kwa ajili ya wafanyakazi. Na unapokuwa busy kama hivi,
unaweza kupiga simu na kuletewa. Sawa, nimekuelewa, asante. Kenny akaweka chakula akaondoka. Haraka nikasogelea mlango wangu na kufunga, kisha nikaanza kurukaruka. Maana dawa sio kwa njaa ambayo nilikuwa nayo. Nikachukua simu na kumpigia Rita, nikitaka kujua kama wamekula. Aliponiambia kuwa wamekula, nilianza kufakamia tambi nilizoletewa. Nilikula kama nakimbizwa jamani. Yaani kama ungekuwa mtu ananiona, basi angekuwa anacheka, maana ule sio ulaji, ni ufakamiaji. Kikinikaba kidogo na kunywa juisi kama maji. Niliposhiba sasa, usingizi pia haukuniacha salama. Nililala kabisa juu ya meza, tena na koroma kama jenereta. Mimi jamani, kazi nitaiweza kweli? Siku iliyofuata niliwahi kazini mapema kabisa, na mimi kama bosi nikaagiza kahawa ili niweze kubusti, niweze kufanya kazi vizuri. Lovera, unaitwa na bosi ofisini kwake, alizungumza sekretari ambaye alikuja kuniita. Basi na kupoteza muda, niliinuka na kwenda kupanda lift ambao moja kwa moja ilinipeleka kwenye chumba cha ofisi ya Mr. Bosi. Habari bosi, nilimsalimia. Kalme, Mr. Bosi alijibu. Huyo Mr. Bosi mwenyewe mbona kama anaanza kunikera mapema hivi? Kwani bosi na Mr. Bosi kuna utofauti gani? Anajishaua tu. Oh, sorry Mr. Bosi, nimetikia wito. Keti, aliniambia. Nisogeza kiti karibu na kukaa. Mr. Bosi aliinuka na kunisogelea nilipo, akaanza kunizunguka. Huku mwisho akanishika shingo kana kwamba ananipapasa. Nilistuka sana. Akaniacha na kurudi kwenye kiti chake. Kisha akaniuliza, umeolewa? Una mtoto? Nilimwangalia tu na kujibu hapana. Hapana nini? Sina mtoto, sijaolewa, nilijibu. Unaweza kwenda, aliniambia. Kwa huyu kenge mweupe aliniita kuniuliza haya maswali tu au kimoyo? Nilitoka ofisini kwa Mr. Bosi kwa haraka sana. Nijikuta nikitetemeka tu. Matendo yake alizidi kujirudi kichwani mwangu, kunichanganya zaidi nikifikiria, huyu Mr. Bosi ni kichaa au? Nilijiuliza. Muda huo nilishafika kwenye ofisi yangu. Nisimama na kutembea huku na huku, akili yangu ikijaribu kuchanganua kwa Mr. Bosi ni mtu aina gani. Nilifika nyumbani na kuanza kumhadithia shoga yangu mambo yaliyonitokea huko kazini. Shoga yangu jamani, huyo kaka una uhakika na akili vizuri? Aliniuliza Rita. Nilijikuta tu nikianguka kicheko. Jamani, yani Rita, naona kama Mr. Bosi kachanganyikiwa, akili zake sio vizuri hivi. Kesho nitampiga picha kisirisiri umuone ndugu yangu, yani ukimwangalia ni mtu fulani hivi, libaba, gentleman, ila kwenye mambo yake sasa meusi. We nawe unamsifia wakati mtu aeleweki. Dada, kichwa kinaniuma sana, alizungumza Levi. Yani muda huo story zilikuwa zimenoga kati yangu mimi na Rita, lakini Levi alikuja na kudai kuwa kichwa kinamsumbua sana. Nilimnyanyua na kumshika. Kwa kweli kichwa kilikuwa kinamuuma kweli, kwani mwili ulipata moto, yani ukimgusa unaona kabisa kuwa anaungua. Nilipata wasiwasi sana. Nilimwogesha na kutaka kumpeleka hospitali, lakini Rita alinizuia. Haina haja ya kwenda hospitali. Sinajua leo ndio mara ya kwanza umemwacha muda wote alikuwa akilia. Na kuuliza wewe pasi mwili wake wapata bocho kwa ajili ya kulia sana. Hapo nilimwangalia Levi na kumgeukia, kisha nikamnyanyua na kwenda naye chumbani na kufunga mlango. Levi mdogo wangu, dada, umepata kazi? Sawa. Hivyo basi muda mwingi utakuwa ukiutumia na dada Rita. Usio unalia, sawa? Nilijaribu kuongea naye. Ingawa Levi alikuwa na umri wa miaka 5 tu, nilijaribu kuongea naye kiutu uzima, anielewe tu. Na mambo magumu sana kwa upande wetu. Unatakiwa kutulia. Niliona kabisa Levi kunielewa sio rahisi, kwani amenizoea mno. Na muda huo Levi akaanza kulia. Nitumia muda mwingi kumbembeleza, mwisho akalala. Siku iliyofuata kama kawaida niliingia ofisini. Niliondoka nyumbani kwa kumtoroka Levi wangu, yani kwa muda huo Levi sikuwa namuona kama mdogo wangu, ila nilikuwa namuona kama mtoto wangu wa kwanza. Nilifika ofisini
Kama kawaida, niliingia mapokezi na kusaini. Kwa kweli sekretari alikuwa msichana fulani hivi, mchangamfu mno. Kwa kuwa niliwahi sana na muda wa kazi ulikuwa bado, nikaanza kupigia naye story. Tukiwa busy kwenye story zimenoga hapa na pale, tunacheka kama chizi. Kaona jalala jipya. Alitokea Mr. Boss, alituangalia kwa hasira mno. Kisha nikaona akampatia ishara ambayo sikuielewa. Mr. Boss akapita na kutuacha mimi na sekretari. Mimi huyo naye Mr. Boss, mbona kama anajishaua sana. Shoga yenu nikaropoka. Shoga yangu baadaye nitayakanyaga bure. Alijari sekretari aliondoka. Nilibaki nikimwangalia tu. Mwisho aliingia kwenye ofisi. Niliingia kwenye ofisi yangu na kwanza kuangalia mafaili yangu. Katika kuangalia nikakutana na faili ambalo jipya kabisa. Halikuwepo katika orodha ya jana. Haraka nikapitia na mwisho niliona sehemu ya mtu anatakiwa kusaini. Lakini jina lilinichanganya. Hivyo sikujua ni nani. Niliinuka na kutoka nje nikiwa na faili langu kwa ajili ya kupeleka kwa sekretari. Labda angeweza kunitajia jina la mhusika. Nilifika mapokezi lakini sekretari hakuwepo. Nilijua kabisa atakuwa yupo kwenye ofisi ya Mr. Boss, hivyo nilinyoosha. Nilifika katika mlango na kusikia sauti ambazo zilinichanganya sana, kunifanya nipate amsha ya kuchungulia. Yaani watu wanazagamuana ofisini kweli jamani, tena asubuhi kabisa. Muda huo walikuwa wanamalizia nyie. Mr. Boss alitoka kibunda cha pesa na kumkabidhi sekretari. Fanya haraka utoke, alifoka Mr. Boss. Nyie, huyu baba jamani, yaani anamfokea mwenzie kana kwamba hakuna kitu kilichotokea kati yao. Niliona nitafumwa bure, nikatoka zangu mbio na kurudi ofisini kwangu na kujikausha kama sijui kitu. Nikiwa nimetulia, sekretari alikuja na kuniita kuwa naitwa na Mr. Boss. Nibaki kumwangalia tu ule mdada, maana sikuamini kile ambacho nilikiona. Yaani nilikuwa namuona mdada fulani hivi anayejielewa na kujiheshimu, kumbe ulaola tu. Niliinuka mara moja mpaka kwenye ofisi ya Mr. Boss. Nilimsalimia kwa heshima zote. Nilijikuta nikimchukia tu ghafla kutokana na matendo yake. Kuna faili zipo ofisini kwako sio? Aliniuliza. Ndio. Sasa mbona hujaniletea saini? Kwa hiyo wewe wajibu wako hujui mpaka uambiwe au? Akaanza kunifokea. Kwani kabisa sio makosa yangu. Cha pili, nilienda kumuuliza sekretari, sikumkuta pale mapokezi na sikujua kuwa wapi nitampata. Fanya haraka, zinatakiwa ziondoke sasa hivi hizo faili. So wewe ndo King sio? Yaani lakini niite Mr. Boss, itapendeza zaidi. Nilirudi ofisini kwangu na kuchukua zile faili na kwenda kumkabidhi. Nilizani anatakiwa kuziacha, kumbe zinatakiwa kuondoka. Kwa zile faili unamwachia nani hapa? Aliniuliza. Au kumbe natakiwa kuondoka nazo? Niliuliza. Unaniuliza au? Yaani wewe mkaka jamani. Ni kitendo tu cha kujibu tu, yaani ni kama ana miasira tu muda wote. Sikutaka kubishana naye. Nishamuona huyo mkaka ni wa ovyo. Nilinyanyua faili zangu na kuondoka ofisini. Muda wa kuondoka ulipofika, nilikuwa kwanza kuondoka. Na hii yote nilikuwa na Levi wangu nyumbani. Nitaka kuhakikisha muda wote anakuwa sawa. Nilifika na kumkuta Levi wangu akiwa busy kabisa anacheza na Rita. Na mimi niliungana nao na kuanza kucheza. Siku iliyofuata nilijiandaa kwa ajili ya kwenda ofisini, lakini Levi alipatwa na hali ambayo ilinistua sana. Hali ambayo ilinipa wasiwasi kuliko kawaida. Hivyo haraka nikaachana na safari ya kazini na kumpeleka hospitali. Tulimfikisha, tukapata kitanda na mipira ya kupumulia. Kwani hali ilikuwa mbaya zaidi. Nikiwa naangalia utaratibu wa hospitali, simu yangu iliita. Sekretari ndio alikuwa akipiga hiyo simu. Nikiangalia ni majira saa 4 kasoro. Uko wapi muda huu? Wewe jamani, kikao I say, Leona nikisembea hapa nakosa kazi.
nitakosa hata hiyo pesa kumguza Levi wangu. Kwa kuwa Rita alikuwa karibu na mimi, alikubali kukaa na Levi hospitalini ili mimi niweze kwenda kazini. Nilichukua pikipiki nikae kufika kazini. Nilifika katika kuangalia pesa kwenye begi langu, nilijikuta nina buku jero tu, yaani 1500. Niliwaza huyu kaka nimwambie niingia ndani kumletea alafu nikimbie au nifanye nini jamani? Muda huo nikamwona Mr. Boss akizaga maeneo ya nje pale. Sikuona shaka kumuita. Hakusita kusogea mpaka nilipo, nikamwambia, "Haya, mpe hela yake 1500." Nilimwambia nikiwa na wasiwasi sana, maana huyu ashindi kuniruka hapa. Nikapata aibu bure, lakini alikuwa tofauti. Alitoa pesa kisha akatoka eneo la nje kidogo. Niliogopa sana, lakini sikuwa na namna. Kikubwa nauli ya watu imelipwa, maana ule ndo angenitia aibu zaidi, maana sijui sura yangu ningeiweka wapi. Tulinyosha moja kwa moja mpaka kwenye chumba cha mkutano, na nilikuta watoto wakiwa wamekaa wanasubiria mimi. Kwa wakati huo Mr. Boss alikuwa akicheka muda wote. Alichangamka kuliko kawaida. Kwa kikao kilikuwa ni mimi na Mr. Boss. Tulikuwa wenyeji. Basi tulichukua nafasi kubwa. Baada ya kikao kuisha, walisaini mkataba na kukubaliana kufanya kazi na sisi. Walifurahishwa sana na sisi. Wote waliondoka na ukumbi mzima tulibaki mimi na Mr. Boss. Na muda huo alishabadilika kabisa, akarudi katika sura yake ya kununa na hasira. Nimeakanyaba ya lolo mimi. Nilijembea kimoyomoyo, kwa hiyo naona sasa hivi ushanizoea na ushazoea ofisi, sio? Mr. Boss aliuliza. Hapana Mr. Boss, ni vile tu emergency imetokea, uwezi amini. Nilianguka asubuhi nikawaishwa hospitali na nimetoka pasi na ruksa dokta. Nilidanganya. Aliinuka na kunisogelea zaidi akiwa anakunja sura yake, yani nikazidi kumwogopa na kumwambia, "Sasa mbona sura yako umeikunja hivyo?" "Nataka kuweka kwenye mfuko," alijibu. Nilicheka na kumwambia, "Upendezi hata kidogo Mr. Boss. Kwanza asante kwa kunilipia nauli, maana ningeumbuka tu muda huu." Aliniangalia kisha akaondoka pasi na kuzungumza kitu. Nilirudi ofisini na kuendelea na shughuli zangu, lakini nilipokea simu kutoka kwa Rita akidai kuwa hali ya Levi inazidi kuwa mbaya sana. Nisisubiri chochote. Nilifanya niondoke, ingawa ilikuwa ni muda wa kazi, yani kuhusu mdogo wangu na kazi haina thamani kabisa. Nilifika hospitali na kukuta Levi akiwa amehamishwa wodi na kupeleka katika wodi ya watu mahututi. Niliona sasa nenda kumpoteza Levi. Nitabaki na nani kwenye hii dunia mimi? Nibaki nikilia tu, sikujua mwisho wa yote ni nini. Sikujua nimsaidiaje Levi wangu ambaye anateseka akiwa na umri mdogo. Simu yangu iliita sana. Nilikuwa ni mambo ya kazi. Nikaamua kuizima simu tu, maana maswali yao nitajibu nikikaa sawa. Mabinti, mpaka nilipofikia nimewasaidia sana. Mpaka sasa matibabu ya mdogo wenu yamegharimu 700,000 na si kitu. Natakiwa kufanyia upasuaji mdogo, utagharimu kama milioni 6 au 7 hivi, alizungumza Dr. Nyie. Hiyo 700,000 tu sina, alafu unaanza kuongelea mambo ya milioni. Huyu Dr. jamani, anajua hali yangu au nikazungumza kimoyomoyo. Nijikuta machozi yakinitoka tu, maana kwa hela na hali yangu ndio kabisa namkosa Levi wangu kwa ajili ya pesa. Nimgeukia Rita wangu kumwonyesha kuwa nimekata tamaa juu ya Levi wangu. "Dokta, kwani hakuna namna kwamba Levi atibiwe alafu tutalipa hiyo pesa?" alizungumza Rita. "Siwadanganye tu mabinti zangu tu, kumbukeni hii ni private hospital. Kwa hiyo hata ingekuwa serikali huwezi kukopeshwa upasuaji, kwani vifaa vingi vinatumika." Majibu ya dokta ndio yalinikata maini kabisa, yani niliona kabisa Levi anakosa matibabu kwa wakati sahihi. Ile kesho kutakuwa na madokta bingwa kutoka nje.
Nitapatia nafasi wamwangalie Levi, tuone wanamsaidiaje, alizungumza dokta. Nilishusha pumzi ndefu na kutuliza akili. Niliamini kuwa naweza kaangalia njia mbadala kumsaidia Levi. Siku nzima iliisha nikiwa hospitali. Niliona hadi uvivu wa kuwasha simu, na vile tarudi nyumbani tutalala pale pale hospitali. Asubuhi nikaenda kazini nikiwa na mavazi yangu yale yale ya jana. Nilifika na kwanza kupewa maneno yangu na sekretari. Unajitafutia matatizo, yani jana umeondoka pasi na kuaga na simu kazima. By the way, Mr. King amesafiri, hivyo majukumu yote kaachwa Mr. Boss. Habari ya majukumu yote kuachwa Mr. Boss ndo yalinivunja nguvu. Yani nilipanga kwenda kwa Mr. King kumwomba hata msaada wa milioni 1 ili niweze kulipa ile 700,000 ila hospitali ambayo nilikuwa yupo mdogo wangu. Niliwaza sana kumkopa huyu ambaye anapenda kukunja sura muda wote. Niwazo vya atanipa kweli jamani? Nilijiuliza kimoyomoyo. Mr. Boss alisema ukifika umuone ofisini kwake. Wewe kwani amefika? Niliuliza kwa kushtuka. Nikiwa na wasiwasi sana niliingia kwenye ofisi ya Mr. Boss. Nilimkuta akizunguka tu kwenye kiti chake huku na huku. Nilimsalimia kwa wasiwasi lakini pia kuitikia salamu yangu. Nimekupatia saa hizi barua ya kukuachisha kazi, na mshahara wako uliofanya ndani ya siku hizi utakuwa umeukosa au? Swali la Mr. Boss lilistua zaidi na kunifanya mapigo yangu ya moyo yaende kasi zaidi na kuzingatia mtu mwenyewe ana kisirani hivi. Najua nimekosea, niombe nafasi nyingine. Kabla sijamaliza kuzungumza, simu yangu iliita, na Rita ndo alikuwa akipigiani. Nikaona simu ya Rita, presha yangu ikawa juu. Nilisogea kwenye kiti, nikakaa kabisa, kisha nikapokea. Sina maneno mazuri juu yako wala Levi, inazidi kutisha, lakini pia Dr. Bingwa amekuja na kumwangalia Levi na kusema kuwa anataka kufanya upasuaji ndani ya siku 3 tu. Zaidi ya hapo ni kama atakuwa tunaleta matatizo mengine. Nilikuta nikianza kutetemeka zaidi, lakini nikaanza baada ya kukumbuka karatasi ya mkataba ilikuwa inaniambia, yani mkataba wao ulikuwa utaki mtu mwenye mtoto, na alifanya hivi kwa kuwa maana mtu mwenye mtoto huwa na mambo mengi ambayo yangeweza kumtinga na kujikuta kuharibu kazi. Niogopa kusema kuwa nina mdogo wangu na mlea, maana ni kama mtoto wangu tu na ndio jukumu lingine. Hivyo nilijikaza na kumbimbia bosi, naomba unisamehe sana, lakini nina shida na pesa kama milioni 10 hivi, nitarejesha kupitia mshahara wangu. Mr. Boss aliniangalia sana jamani. Mwisho akaanza kucheka tu. Baada ya kufanya kazi ndani ya siku 3, sijui nini, umeshaanza kuomba mkopo kwenye kampuni, unafikiria tunacheza hapa? Mr. Boss alinifokea. Nibaki nikitumbua macho tu, yani nilikuwa natamani kulia pale, maana nilikuwa na maumivu ambayo naugulia ndani kwa ndani. Najua, lakini nitarejesha na hakuna kitu kitaharibika. Haina haja, alijibu Mr. Boss. Alinisogelea nilipo na kuanza kuzunguka huku akinishika huku na huku, kisha akasema, mimi nitakupatia hiyo pesa tena bila malipo, ila unatakiwa kutumia siku 1 ukiwa na mimi chumbani, kitanda kimoja, shuka moja. Nilimuelewa kabisa alichokuwa anataka. Nikakumbuka kile ambacho anamfanyia sekretari. Nikajikuta nainuka kwa hasira na kumsukuma, we mpuuzi nini, naomba heshima ifuate mkondo wake. Niliondoka kwa hasira sana na kurudi ofisini kwangu. Nilijikuta nikilia kwa uchungu sana upande wa Mr. Boss. Baki nikiangalia tu mlango wake na kuacha kumbukumbu jinsi nilivyomfokea. Wao, kwa mara ya kwanza nimeweza kuona mwanamke ambaye hawezi kuuza utu wake kwa ajili ya pesa, alizungumza Mr. Boss kimoyomoyo. Mr. Boss alinuka kitini na kuanza kuzunguka huko na huko na kujikuta akitabasamu kile alikokumbuka jinsi nilivyoondoka kwa hasira. She's wife material kwa kweli.
aliendelea kuzungumza. Muda wa kuondoka ulifika, nikarudi hospitali. Siku hiyo kweli niliona Levi yupo kwenye chumba cha madokta bingwa walikuwa karibu naye. Ni pesa tu ilikuwa ikihitajika ili waanze kazi ya upasuaji. Siku hiyo ujumbe ulimfikia Mr. Bosi ikiwa ni majira ya saa 4 usiku. Aliangalia ule ujumbe mara mbili. Hakuweza kuamini kuwa nimekubali kisa pesa. Wanawake wote ni sawa. Kwa nini? Hakuamini yani. Alibaki kujiuliza. Siku hiyo Mr. Bosi alikuwa mzito sana. Hakuweza kuamini kuwa mimi naweza kuwa kama wanawake wengine na kutaka kuuza utu wangu kwa sababu ya pesa. Pesa. School of Arts alinitumia location ya hoteli. Tulikutana na tulikubaliana. Siku iliyofuata niliingia kazini, lakini ilikuwa tofauti zaidi. Mr. Bosi aliniangalia kwa macho ya dharau kabisa. Aliona kuwa mimi ni mwanamke wa ovyo. Jioni nirudi nyumbani na kumwaga Rita kuwa anaenda kulala hospitali na Levi, kwani nilimwomba dokta. Sikutaka kumwambia Rita ukweli, kwani nilikuwa naona aibu sana jamani, na nifanya yote kwa ajili ya Levi wangu tu. Nitoka nyumbani nikiwa nimevaa kijora changu, lakini nilipofika njiani nilibadilisha na kuvaa mavazi ya kimitego zaidi, huku nikijipamba ili kuonekana bomba zaidi. Nifika kwenye jumba la hoteli, nilikaa nje kwa kutulia tu. Niliumia sana yani, naenda kutoa mwili wangu leo kwa ajili ya pesa kweli? Nibaki nikilia tu, nikiwa busy najiweka sawa ili kuweza kuingia ndani ya hoteli. Kenny, yani mdogo wake bosi, alipita mbele yangu, lakini hakuweza kunijua kutokana na mavazi nilovaa na makeup. Niliogopa na kustuka sana. Nikajiuliza, hawa sio wanaenda kunitia aibu yeye na mdogo wake kweli jamani? Mwisho nikajikaza na kuingia ndani kwake. Kenny alitumia lifti. Niliamua kutembea ili tusiweze kuonana naye. Na kweli nilishuka kwenye floor namba 6 tu. Alishuka kwenye floor namba 6 tu. Na hapo nikapata nguvu na kupanda, kwani mimi nilikuwa nikienda juu zaidi. Nilifika na kumkuta Mr. Bosi akiwa amekaa na kinywaji chake akiangalia mazingira nje kupitia dirishani. Wow. Naona kazi umeiweza bana. Uko sexy sana, alizungumza bosi baada ya kuniona. Nijibu kitu. Nitabasamu. Mimi naanzaga malipo alafu ndo kazi yangu. Hesabu pesa zako alafu zihifadhi, zitakapoona pako sehemu salama ndo tuanze kazi. Nilihesabu zile pesa, kweli zilikuwa ni milioni 10. Kwanza nikatabasamu na kushukuru kwamba naenda kumtibu Levi wangu. Nilitumia siku nzima na Mr. Bosi alifanya anachotaka. Sikutaka kwenda kinyume na yeye akiwa ameshanipa pesa ya kutosha. Asubuhi yeye ndo alikuwa kwanza kuamka, akaoga na kuvaa mavazi ya ofisini. Akabaki kuniangalia tu nilipokuwa nimelala usingizi mzito. Msichana mzuri anayefaa kuwa na mke wa mtu na kupewa matunzo mazuri kabisa. Ameweka pesa mbele kuliko utu wake. Huzuni kwa kweli, alizungumza Mr. Bosi huku akinisikitikia. Niliamka na kujikuta nikimwonea aibu sana, ukizingatia usiku sikuwa nimemzoea na mambo tuliowafanya usiku. Nilikuwa naona aibu kabisa, niona kama niko mtupu hivi. Tumeshachelewa kazini, kaoge uvae mavazi yako. Sasa utavaa mavazi haya? Aliniuliza Mr. Bosi. Niliinuka na kuingia bafuni. Nilijikuta nikilia sana. Mwisho wa yote nilikumbuka kuwa pesa ni ya kumtibu mdogo wangu. Nilipata nguvu nikaoga chapuchapu. Naomba nipishe nivae, nilimuomba. Maajabu baada ya kila kitu kuficha. Unaficha nini sasa? Please, nakuomba. Basi hakuwa na budi, alitoka nje. Nikavaa mavazi ambayo aliniwekea. Yalikuwa ni mapya, alikuwa na lebo kabisa. Tuliongozana, tulitumia gari lake mpaka ofisini. Tulifika, kila mtu alikuwa akitushangaa tu, maana nilikuwa naona aibu.
Nilikuwa naona kama kila mtu amejua kilichoendelea. Makubwa yani Mr. Boss. Mr. Boss hakuwa na mwanamke anayekuja hapa na kumwacha salama. Wiki hajamaliza tayari kashaliwa. Walizungumza wafanyakazi zangu. Basi gumzo liliendelea kila kona, lakini sikujali. Nilimwomba ruksa Mr. Boss, naenda kuweka pesa zangu bank. Alikubali. Safari yangu ilishia hospitali ambapo moja kwa moja nikalipa upasuaji wa mdogo wangu. Daktari alinipongeza sana. Pesa zote hizi umetoa wapi kipenzi? Rita aliniuliza. Usijali, ni za halali kabisa, lakini kikubwa Levi apate matibabu. Lolo, nimekuita mara 3. Kipenzi, pesa umezitoa wapi? Za halali ama mkopo? Niambie kabisa. Ndio mkopo, nimekopa ofisini. Watakuwa wananikata kwenye mshahara wangu. Mungu awabariki sana, maana hata wiki hujamaliza tayari umekuamini na kupatia mkopo mkubwa hivi. Angejua Rita wangu asingesema hivyo. Badala ya kuwashukuru angewalaani. Nijiongelea kimoyoni mwoni. Nilirudi kazini huko nikiwaacha Levi kwa ajili ya upasuaji. Ulipangwa kuanza saa 12 jioni. Nilifika ofisini na kuanza shughuli zangu za kawaida. Upasuaji wa Levi ulienda kama ulivyopangwa. Majibu alirudi kwamba upasuaji umeweza kuua ugonjwa mzima wa Levi huko salama. Nilifurahi sana na kujikuta nikijisifia mwenyewe kuwa nimeweza, lakini kwa kuwa upasuaji wa bado Levi alikuwa anabaki hospitali kwa ajili ya wiki moja kwa uangalizi zaidi. Siku hiyo nikiwa ofisini kwangu, ujumbe mfupi ulitoka kwa Mr. Boss ukinitaka niende ofisini kwake. Sikufanya kazi. Nilienda kusikia ananitia nini bosi wangu, maana yeye ndio bosi. Nilifika akanisogelea na kuanza kunishika huku na huku. Unaonaje? Nikapanda dawa alafu tukarudia kile kitu. Kwa kuwa sikuwa na shida na pesa, nimwangalia mdogo wangu kwa yuko sawa kabisa. Huyu mbwa anataka kunidharau sasa. Shanizoea sasa. Nilimwasha kibao kimoja matata ambalo liamini kila akikumbuka atakuwa analikwepa. Usinifanye mimi